wapi? Chinja mwanone lekagana timize na soli ngalanga. Chinja mwanone datun timize na soli ngalanga. Habari yako? Jamani. Vipi? Nalebo najiso gani ngakine? Mungu. Ndio kusalimia Datoni. Wewe si umekufa wewe? Yakufa bwana mtume. Mimi nipo mzima kabisa. Jamani. Ina maana unatembea kama watu Mungu. Acha kuniogopa bwana. Wewe. Vipi lakini wewe mzima? Mimi sijui nisemeje sasa. Usiniogope Tunu. Tunu. Wewe unene na chageti leo. Ndio kusalimia kidogo. Yaani hapa sijui nielekee njia gani. Somba. Kuwa na amani. Wapi? Jamani, huyu ni mtu mzimu jamani. Akija anatembea, huyu anaweza kanirudia na mimi huyu. Wewe nao. Mama Baraka, mke wangu. Vipi? Safi mango vipi? Vipi, kumbe upo huku umepumzika? Sasa mimi naelekea kule bondeni kwenye mashamba yangu niende kuangalia kwanza shamba langu kule. Kwenda kuangalia mazao yetu maana na siku nyingi sijaenda kule bondeni kule kuangalia mazao. Ila ninachokusii mke wangu, kuwa makini. Kama nilivyokuambia, achana masuala ya mtoto wetu, maana naona tena yameshaanza kujirudia. Mawazo yale yalikuwa yanakuzuia mke wangu. Mwanangu, mimi nimekuelewa. Kwa hiyo ni wasiwasi wako tu. Mimi nishasahau, nishakutulia. Kuwa makini mke wangu. Sawa? Ngoja mimi nipumzike hapa. Nikimaliza hapa nikapike. Si unajua jioni tena karibia. Sasa mke wangu, ila leo bwana ujitahidi hata mke wangu upika hata mchele bwana. Kila siku ugali mke wangu na mrenda. Pika hata ubwabwa leo mama. Sawa basi mwanangu, haina shida. Ufanye mazingira mama, nikirudi kama kawaida. Sawa. Leo ubwabwa tena nani? Mama! Vipi shemeji? Bwana tena nilipokuona shemeji. Yaani nimetoka huko nakwambia nakimbia. Wewe sasa utanipa majibu ya kueleweka. Za saa hizi kwanza. Salama. Wewe, yaani natuma kana ngomila mate. Hivi shemeji, hivi Lashu ulimuua au kumuua? Mimi huyu? Nijihusishe na masuala ya mauaji? Mikono yangu inajihusisha na masuala ya vilimo, sio mauaji. Sasa yule nimekutana nayo Lashu au mzimu? Huko nilikotoka huko nilikuwa shambani. Yaani wakati nimeinama hivi sasa nikainuka kuangalia hivi. Sasa sijui yule ni Lashu au yule ni mzimu. Ya kweli hayo shemeji unayoongea? Ina maana huyu Gamba huyu amenidanganya mimi. Huyu Gamba, huyu Gamba kijijini hapo, yule mtoto yule anavyounganisha maneno hapa kijijini, kaletoa hapa kapeleka kule, katoa hapa kapeleka kule. Yule mtoto yule. Hamna.
ule utakuwa ni mzimu. Yule hawezi kuwa Lashu. Ule ni mzimu wa Lashu yule. Wewe acha mimi nikapumzike nyumbani. Ule ni mzimu ule. Hadi nimechoka sana. Ila mwaka huu Mwenyezi Mungu kaniona. Visura vyangu hivi lazima niwe kijijini hapa bosi. Kijiji cha Mtambaswara hapa. Lazima niwe bosi. Nitaajiri vijana wote hapa kijijini, nitawapa kazi. Kwa hiyo biashara hii mpaka mimi mwenyewe nashukuru Mwenyezi Mungu, maana nina miaka mingi sana sijapata kama mazao niliyopata sasa hivi. Mwenyezi Mungu nashukuru sana baba. Biashara nafanya na Waikizu, nafanya na Wakuria, nafanya na Wahindi, nisipate hela hii kwa hii biashara hii. Lazima nipate hela. Yaani mpaka mimi moyo wangu mwenyewe si mpaka moyo wangu wenyewe unasuhuzika. Hii ndo biashara yenyewe hii. Safi sana Mwenyezi Mungu, nashukuru sana baba. Shamba lote langu lazima mwaka huu ninunue ile nyumba yangu ya nyumbani. Haya mazao naona nimepata kabisa. Mume wangu. Vipi sasa, mbona unashtuka hivyo mume wangu? Mke wangu, mbona hivyo unakuja kama vipi tena? Hamna, mimi nimekaa tu pale nyumbani, nimeona nimekukumbuka, nikasema ngoja niende kwa mume wangu. Wewe simekuacha nyumbani unapika kule? Mimi nimekuja tu kukufuata tuende wote nyumbani, nimekukumbuka mume wangu. Kwa hiyo kuna shida mimi nikukumbuka? Kuna nini tena nyumbani sasa hivi mke wangu, wakati unaona kabisa naangalia shamba letu? Hamna bwana mume wangu, tuende tu nyumbani kwa sababu kwanza jua lenyewe sasa hivi lishaanza kuzamazama. Bora tuende nyumbani bado mapema. Basi sawa mke wangu, tuondoke. Ili umenistua sana mama. Si. Hamna mume wangu. Mwenyekiti, nimesikia taarifa zako na nimesikia wito wako, ndio maana nimekuja hapa nikasema bwana, ngoja mimi ni nani niende kusikiliza wito wa mwenyekiti mkuu wa kijiji. Yaani wewe ingekuwa kale za kipindi kile ungekuwa ni mfalme. Najua taarifa zangu utakuwa umezipata. Mr. Spy. Taarifa zako nimezipata bwana Gamba, lakini zina shida. Wewe shida yako ya kwanza, mimi nikiwa kama kiongozi wa serikali nilivyozipata zimenishtisha hata mimi mwenyewe. Wewe unaeneza taarifa ambazo si sahihi. Unaeneza taarifa za kifo cha Baraka wakati hauna ushahidi wowote juu ya kifo hicho. Lakini taarifa zinazoenea hapo unaleta taharuki kwa wananchi, wakisemekana kwamba wewe ndio unaeneza hizo taarifa kwamba baba Baraka, mwanae Baraka ameuawa na Rashu, kitu ambacho hakina ushahidi. Wewe una ushahidi gani juu ya kifo hicho? Kitu mimi nina ushahidi. Mimi ushahidi asili 100%. Useme taharuki. Ukisema taharuki unanikosea mwenyekiti bwana. Hebu nisikilize. Ushahidi mimi nao. Kwa sababu huyo Rashu ambaye ni muuaji nimekutana naye mapolini huko. Takani kuna mtoto ule wa Baraka. Akiwa amemshika amenyonga, anamning'iniza. Pia wao ndo chini, na mkojo hapo chini kafa mwenyekiti. Kwa hiyo ndio imekusababisha ujue na Baraka naye ameuawa na Rashu, si ndio? Kwa sababu yule ambaye wewe uliona kwamba amening'inizwa akapigwa makofi akajikojolea alikufa? Amekufa, ni marehemu kabisa. Amekufa. Mbona bado yupo hapa kijijini? Huyu atakuwa ni mzimu. Huyu ni mzimu moja kwa moja. Maana unajua kuna mizimu ipo mingi tu mizimu. Nisikilize jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kulijua, kila kitu unachokifanya lazima ukifanye katika taratibu za kisheria.
Lakini unachokifanya wewe, hata kama ulikuwa na malengo mazuri, yanakuja kuonekana malengo yako ni mabaya, kwa sababu kazi yako ni uchonganishi. Baba Baraka amemfukuza Rashu na mapanga akitaka kumuua na kuleta taharuki katika mji, ikisemekana wewe ndio uliyekwenda kusababisha hizi habari. Na acha unachonieleza hakina ushahidi wowote. Huyo mtoto unasema amening'inizwa, amefanywaje, haiwezi kupelekea kuonekana kwamba mpaka Baraka naye ameuawa kwa ajili ya njia hizo. Si sahihi, mwenyekiti. Kwa hiyo Gambo, mimi ni kuombe kitu. Mwenyekiti bwana. Swala hili la kuleta taharuki kwenye mji silihitaji. Basi nisikilize na mimi basi mwenyekiti. Nipe nafasi. Nakusikiliza. Mwenyekiti, na huyo Magambo umesema sio anamkimbiza na sio kwamba anamkimbiza, anataka amkamate. Tayari Rashu amekufa marehemu. Na ukiwa unasema Rashu, sema marehemu Rashu. Umeona shida uliyokuwa nayo? Shida ya pili unaiona uliyokuwa nayo? Unahisi vitu ambavyo huna uthibitisho navyo. Huyo Rashu unayesema yuko hai. Hata jana nimekutoka kuonana naye Rashu. Na tumezungumza na amenieleza hizo habari za kufukuzwa na kutaka kuuawa. Sasa wewe unaponiambia hizi habari, ndio maana kwamba unaleta taharuki katika mji wetu, utakuja kuleta mauaji makubwa katika huu mji. Sasa wewe sijui mwenyekiti, mizimu. Mimi mwenyewe nimetokea na kazimu kale katoto kale chenyewe kama nitokea. Kaniambia, "Gamba, endelea kufanya uchunguzi." Nisikilize, serikali hatuamini hayo mambo. Tunachokiamini ni kitu ambacho kipo wazi kwa kila mtu na kisheria. Lakini mambo sijui ya mizimu, sijui mambo ya kichawi, haya mambo hatuamini sisi kwetu. Kwa hiyo ninachokueleza, kuanzia sasa nakupa hili onyo. Sitaki ulete taharuki yoyote nyingine kwenye huu mji wetu. Na nikija nikisikia umeleta taharuki nyingine, nitakachokifanya ni mambo mawili. Aidha nikufukuze ndani ya huu mji, au aidha nikupatia adhabu yoyote inayostahili usije kuhubiri tukio tena. Kwa sababu unanikwaza, unafika mahali naonekana kazi yangu unayoifanya haina thamani. Naachia watu wachukue majukumu ambayo sio ya kwao. Naomba iwe mwanzo na mwisho kwenye hili tukio. Na ukija ukirudia, nitakufanyia kitu ambacho hutakaa kubali. Naomba nasema iwe haki sio haki, nimesha kuonya, naomba uondoke, lakini ufanye hicho nilichokueleza. Umeelewana? Mimi nina mashaka na unene wako, na mashaka na kitambi chako. Niacha niende. Hatupendi kuyaona mambo haya ya uchonganishi, mambo ya taharuki yasiyokuwa na maana. Sawa. Unajua tu mwenyekiti wewe ndana. Na ukirudia tutakachokifanya usije ukaje ukajuta. Mwenyekiti anapokea rushwa. Mimi nitakuja kutupa cheo. Ndio mwenyekiti wa mimi. Mwenyekiti una kitu anachukua bwana. Na mimi ndio anakuja na nicheo. Nije kwa Saibola. Nini vingi tu wapi? Swali wewe sio. Rashu. Vipi ndugu yangu? Mwanangu. Umenirusha mbaya. Rashu. Rashu. Nimekutafuta. Nimekutafuta. Kaa kwanza chini kwanza hapo tupige hata story mbili tatu mshikaji wangu. Nimekutafuta kinyama yani. Naona uko machakapori umejipumzisha mshikaji wangu. Sio mchongo mwanangu. Vipi? Kama kawaida mambo yanaenda kabisa. Good kabisa. Mambo nini mwanangu? Jana nilikuja huku. Jana nilikuja huku nikakuta patupu. Nikajiuliza, Rashu kaenda wapi wakati mimi najua Rashu sasa hivi atakuwa machakapori. Muda mwingine miguu inachoka na mimi sita kutembea tembea kidogo angalau japokuwa sitakili nionekane. Lakini kwa chocho nikipita maana nimeona hiki nimeona kile fresh kidogo miguu inanyoka. Rashu, Waswahili wanasemaje? Chombo kilichoshoa samaki ndio kinachonuka shombo kaka. Wewe tayari ushanuka shombo kijijini hapa. Hatari sana. Hatari. Hai kitu inanichosha, imenichosha sana. Na lazima ikuchoshe. Sasa sikiliza bwana Rashu. Mmoja nimekutafuta kinoma toka jana kama ninavyokuambia. Ndio. Au sio? Mimi niko na good news. Habari njema. Habari safi. Au sio? Jana mimi nilikutana na Magambo. Nilikutana na Baba Baraka. Ndio. Au sio? Nilipomuona mimi mwenyewe nikasema mama msalabani asijakaniangushia mimi ya Rashu, au sio? Bwana yule. Toka siku nikipita kwanza bwana leo hata hapo nistua niko na Magambo kwenye ndoto na nakumbuka zile hisia zile za siku zile. Ukataka utoke. Yaani nikataka nitoke nikaona kama yuko hapo. Ila uwezi amini ndugu yangu Rashu. Ndio. Au sio? Tumeongea story nzuri na yule Magambo. Au sio? Tumepiga story nzuri. Anasemaje? Yaani mambo tulikuwa tunaongea juu ya ile sakata linaloendelea hapa kijijini na mapokezi yake.
ili jambo linaelekea kuisha ndugu yangu Lashu. Yaani moja kwa moja linaelekea kuisha. Au sio? Haki ya Mungu. Yaani mwenyewe kwanza sijategemea hata kidogo yani kwamba bwana Magambo itafikia hatua yeye ndio atatupokea kama vile. Kwa ndugu yangu hata usiwazi. Muda si mrefu Sasa nikarudi kijijini kama kawaida. Twende kwenye magogo, twende tukayafyatue. yani kwanza nimemisi sana zile kazi zetu zile na vitu vya mtaani kuvisumbua yani sasa hivi kwanza nimekuwa yani kama najiogopa mwenyewe. Lazima hata nikiwasalimia wananikimbia. Alafu hata hivyo ili swala mimi naona hata huko kwa mwenyekiti litakuwa sio zito sana kwa sababu hata bwana Magambo mwenyewe kuna taarifa kazipata juu ya huyu mjukuu wa mzee Kasongo. Mjukuu wa Kasongo unajua ile bwana mdogo. Chichi unaambiwa anatembea kijijini hapa karibia kijiji chote hiki. Au sio? Anatembeza taarifa kwamba bwana muuaji mzee Kasongo anamjua au sio? Na sio Lashu. Kwamba ndugu yangu Lashu una hati na mzee Kasongo mtu mzito yule. Hawezi kujua hiyo. Sasa kwa hilo swala hilo hata kwa mwenyekiti kwenyewe kutakuwa kwepesi. Kuna kitu kwepesi kabisa. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Ila hizi habari muhimu sana za njema. Nateseka sana. Pole sana. Ndugu zangu ndo kama unavyoona hivi. Naelewa ndugu yangu. Nashinda kufika kwa nganga vitoto pale kijijini kidogo ni Tanzania. Mambo hivi hamna mwanangu. Muda wote kuanzia sasa hivi tunatoka vijijini kama kawaida. Lete magogo, lete nini? Bwana, nakumbuka sana nimemisi hivyo vitu sana muda mwingi. Wewe tulia huko kwa machaka poli sasa wewe niachia haya mambo. Ndugu yako mimi nilicheze ile vanga au sio? Nataka nikitoka hapa niwe natembea hata kwa mwenyekiti ili nijue Kasongo wameenda. Umeona hilo swala? Ripoti ni nzuri. Au sio? Utitata hiyo. Muda si mrefu ndugu yangu utakuwa huru. Sasa hapa mimi mwenyewe unajua nilikuwa naenda polini kama kawaida yangu. Sasa wewe sema usitoke. Wewe inabidi ukae hapa. Tungekuwa tuko mjini huko. Tukita wote mwanangu tukatembee kidogo. Polini huko. Usitoke acha mimi nikawinde. Tungekuwa tuko mjini tungeenda sehemu moja huko na Paita Airport. Nasikia kuna ndege wengi kinoma. Kuna ndege kibao nasikia. Watu mzee kaka yetu akija kutufuata tulipui. Tutaondoka wote mjini. Au sio? Kaidi anakuja ataletea na mazadi kibao. Mimi naenda na manati yangu huko. Nasikia kuna uwanja una ndege kibao nasikia hapo. Sasa Lashu, usitoke nisubiri hapo. Usubiri kuchoma basi vidude hapo. Ndio la kupumzika bwana kidogo hapo. Haina kweli. Matingo mwanangu wa faida. Kazi wangu. Bwana Magambo. Bwana Matingo. Niambie ndugu yangu. Safi, habari ya asubuhi. Naona kumekucha asubuhi na palizi. Kama kawaida yangu ndugu. Sasa, ndugu yangu mimi nimekaa sana nyumbani, nikaona hapana muda huu. Ngoja niutumie kwanza nipite kijijini hapa nikutafute ndugu yangu bwana Magambo. Na lengo la kukutafuta ni kuataka nijue juu ya lile swala la mzee Kasongo. Sijui ulienda au labda ukafanikiwa kupata chochote maana kijijini hapa. Utaki kukaa nyuma unajua. Si unajua bwana Magambo? Bwana Matingo. Naam. Majibu mwanangu mke wangu alionirudishia kutoka kwa mzee Kasongo. Sijaridhika nayo kabisa yani. Kwa nini tena? Na nikaona ni vyema niende mimi mwenyewe. Na bahati nzuri nilivyokuwa naenda nikakutana na mwenyekiti. Mwenyekiti? Nikamwambia, "Je, mwenyekiti unaona huu mguu huu?" Nilikuwa naelekea kwa mzee Kasongo, nikaonana naye. Kuhusu ile shida yangu ile. Bwana Matingo, jibu alilonipa mwenyekiti. Yaani naona kabisa yani wananichanganya sana. Yaani mwenyekiti ananichanganya, mke wangu ananichanganya. Mwenyekiti anasema kwamba mzee Kasongo hayupo, yupo pande wa pili. Mzee Kasongo hayupo kijijini hapa? Kasongo hayupo. Lakini bwana Magambo, juu ya hili swala mimi kuna mtu niliongea naye. Na yeye akaahidi kwamba atakapopata ukweli wowote kwa mzee Kasongo atakuja atanirejeshea na mimi nijue chochote. Sasa kwa muda hapa huu ngoja kwanza nimtafute yeye hapa kijijini, nitamtafuta shamba kule kote. Inabidi nimtafute atakachoniambia na mimi nitarudi hapa nije nikupe
mrejesho kwa huko, ni chochote kile atakachokuja kuniambia, kwa sababu yeye aliniahidi ataenda pia kwa mzee Kasongo. Ila sasa haina noma bwana Magambo, endelea hapa na palizi, ngoja mimi nipite polini huku. Basi sawa ndugu yangu, ila usisite kuja kuniambia hilo swala. Huyo mtu akija kurudishia hilo jibu, usisite kuja kuniambia rafiki yangu. Hiyo haina shida bwana Magambo, hiyo haina shida. Yaani lazima tuelewe bwana Magambo. Hiyo haina shida kabisa, nitakachokipata kule na mimi nitakuja kama ndugu yangu, nitakuja nije nikuambie. Basi sawa bwana Matingo, mimi ngoja niendelee na shamba langu kupalilia. Cheo hiki naweza, lakini unachofanya sio sawa kabisa, sio ustaarabu. Haiwezekani. Yule mwenyekiti ataniambia na kijiji kizima kishajua alafu muuaji. Yule anatongo. Na kile kitambi chake sio cha bure. Kitambi kile cha rushwa. Mungu gani unaona wema? Wema sana. Ile baba ile rashu linalomba na linaonekana hata kwa macho. Ni mwenyewe. Yule mwenyekiti anakula rushwa, anakula bwana rushwa, anakula. Sasa hivi kilichobaki wana kijiji wote lazima wajue kwamba Rashu ni muuaji, msimamo pepe, na kwamba anakula rushwa na Rashu katoa rushwa.